Msikilizaji wa Light Simulizi, ni matumaini yangu hujambo na ni mzima wa afya kabisa. Nikukaribishe katika simulizi ya siku ya leo, simulizi mpya kabisa. Lakini kabla ya kuendelea, niseme asante kwa support yako katika simulizi ambayo tumemaliza hapo jana, simulizi ya Harufu ya Huba. Asante sana kwa support yako, ubarikiwe sana. Basi kwa siku ya leo nimekuletea kisa hiki cha binti Tausi, ama unaweza kaita umekosea lakini ni tamu. Basi nikuombe tu utege sikio lako tukaweze kujua nini kilichomo ndani ya mkasa huu wa dada yetu Tausi. Karibu sana. Mimi naitwa Trishi. Hii ni Light Simulizi. Mwaka 1992, Matogoro, Songea, mkoani Ruvuma. Mwanzoni mwa mwezi wa 4, siku moja kabla ya Ijumaa ya Pasaka. Ilikuwa jioni moja ya saa 12. Zilionekana shamra kwenye eneo la chuo cha walimu na uongozi wa jamii. Ndivyo palivyojulikana. Mida ya saa 12 za jioni siku hii ya Alhamisi, ilikuwa na pirika nyingi sana za wanafunzi wa chuo cha walimu na uongozi, ambao jioni ya leo walikuwa wameachiwa kwenda kupumzika kwa muda wa wiki 2, ikiwa ni mapumziko ya Pasaka. Kwa kweli ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa wanafunzi wa chuo hiki, ambao idadi kubwa ya wanafunzi wa umri wao ulikuwa ni kati ya miaka 19 hadi 23, hasa wale waliosomea grade A, japo wengine walikuwa na umri zaidi ya hapo, hasa wale waliosomea uongozi wa jamii. Wengi wao walikuwa ni watu wazima, miaka kuanzia 25 mpaka 30, kama wale waliokuja kusomea diploma au degree ya education. Lakini nje ya uzio uliochakaa wa chuo hiki kikubwa ukanda huu wa kusini, alionekana binti mmoja akiwa amekaa kwenye jiwe moja kubwa kiasi, akiligeuza kuwa kiti, huko mbele yake akiwa ameliweka beseni la ukubwa wa wastani lenye bagia nyingi za kunde. Alikuwa peke yake, amejiinamia, akionekana kuwa na mawazo mengi sana. Kikawaida eneo hili kwa mida kama hii huwa linakuwa changamfu sana, likijazwa na wafanyabiashara wadogo, wauzaji wa vitu vya kula kama vile mandazi, vitumbua, kababu, sambusa na vinginevyo, wakiwauzia wanafunzi wa chuo hiki ambao walikusanyika toka sehemu mbalimbali hapa Tanzania na nchi za jirani kama Malawi, Msumbiji na kwenye nchi ndogo ya kifalme ambayo inapatikana kwenye eneo dogo la kilomita 92 kwa urefu, na mapana yake ni kilomita 40 mpaka 50, iliyopo pembezoni mwa mto Ruvuma upande wa kusini, ikipakana na Tanzania na Msumbiji. Eneo hilo ama kinchi hicho kinajulikana kama Mbogoland, nchi ndogo yenye utajiri wa dhahabu na almasi. Binti huyu pembeni ya uzio anaitwa Tausi, mwenye umri wa miaka 17. Leo alikuwa peke yake, akionyesha kujawa na mawazo mengi sana yaliyomfanya azidi kukosa amani moyoni mwake na kutamani giza lisiingie. Maana ukiachilia kutandikwa na shangazi yake kwa kutokuuza bagia hata moja, pia alikosa amani baada ya kukumbuka jambo lililotokea jana usiku chumbani kwake. Kitu ambacho Tausi hakukijua ni kwamba leo wanafunzi wa chuo hiki walikuwa wanafunga chuo, ndio maana wenzake walilijua mapema swala hili na hawakuja kabisa. Ila kwake ingekuwa vigumu, maana anafanya kila kitu kwa amri ya shangazi yake. Muda ulikuwa umeshakwenda sana. Tausi sasa alikuwa anasubiria pengine angemwona kijana mmoja hivi mpole na mtaratibu, ambaye siku zote huongozana na wenzake wawili, yani mmoja wa kiume mwenzie mmoja wa kike.
hata uvaaji wao ni tofauti na wanafunzi wenzao. Pia hata walipokuwa wanaongea naye, waliongea kwa utulivu na unyenyekevu, tofauti na wanafunzi wengine ambao siku zote huongea lugha za ajabu ambazo zenye vichochezi vya ngono. Kutokana na kila siku kuja na kununua bagia zote zilizobakia, akajikuta anawazoea na kuwafanya marafiki. Lakini leo hata hao hakuwaona, japo hakukata tamaa, akaendelea kuwasubiri. Sijui nitamwambia nini shangazi, aliwaza Tausi, ambaye alionekana akiwa amevaa mavazi chakavu huku akijifunga kanga chakavu pia kuzuia matobo yaliyojaa kwenye gauni lake. Japo alikuwa ameoga vizuri, lakini miguuni mwake hakuwa na hata kanda mbili. Lakini licha ya muonekano wa kifukara alionao Tausi, ila uzuri wake ulionekana waziwazi, kuanzia umbile lake zuri lenye urefu wa wastani, uso wa duara la yai, macho makubwa kiasi, pua iliyokaa kama msomari, midomo midogo yenye lipsi pana ambazo ziliruhusu mwanya kuonekana vyema katikati ya meno yake mawili makubwa ya juu. Pia kwa mtizamo wa kifuani kwake ungejua kwa binti huyo ndio kwanza alikuwa kaingia ukubwani, na pengine bado hajaingiliwa na dudu yeyote kwenye kitumbua chake, maana maziwa yake magumu yalionekana kusimama vyema kifuani, tumbo dogo lililobebwa na kiuno cha wastani ambacho kilining'iniza mapaja manene na makalio makubwa ya duara, na miguu yake mirefu iliyojazia vizuri kama angekuwa anavaa viatu. Hakuna kiatu ambacho kisingempendeza. Mwanga wa jua ulizidi kufifia, hofu ilizidi kutanda moyoni mwa Tausi, ambaye alianza kukumbuka tukio la jana usiku ambalo lilimfanya hata mwili wake usimke. Ilikuwa hivi: Tausi, ambaye ana miezi miwili toka afike hapa mjini kwa shangazi yake, alichukuliwa kijijini kwao Liwena, kusini mwa mkoa wa Ruvuma, na shangazi yake, dada wa baba yake, kwa lengo la kusomeshwa elimu ya sekondari, yani kidato cha kwanza. Ni baada ya kumaliza elimu yake ya shule ya msingi. Lakini baada ya kufika mjini, shangazi ambaye alikuwa anaishi na watoto wake wawili, mmoja wa kwanza akiwa ni Joseph, ambaye wenzie walikuwa wanamuita Chogo kutokana na kuwa na kichwa kilichotuna kisogoni. Ni baada ya ajali iliyomtokea akiwa mdogo sana, alipoangukiwa na mama yake katika ugomvi na marehemu mume wake, wakiwa wamelewa sana na kusababisha mtindio wa ubongo na kumfanya Jose, ambaye sasa ana miaka 19, huwa na upungufu wa akili. Pia kuna Patricia, huyu ni mtoto wa shangazi yake Tausi wa kike, ambaye ana miaka 17, ni sawa tu na Tausi, ila huyu alikuwa anasoma kidato cha pili shule ya wasichana Songea. Huyu inasemekana ndio chanzo cha kifo cha mume wa shangazi, sababu mimba yake ilizua utata mkubwa, ikisadikiwa ni mimba ya bwana mmoja ambaye alikuwa anasimamia mashine ya kukoboa na kusaga nafaka. Hivyo ilileta ugomvi mkubwa uliosababisha shangazi amtilie sumu mume wake na kumpelekea kifo chake, huku yeye akipeleka shutuma kwenye ushirikina. Tausi hakupelekwa shule kama alivyotarajia yeye na wazazi wake. Shangazi alipeleka shutuma kwa Tausi amekataa shule, hivyo atamfanyia mpango wa kujifunza kushona cherehani. Lakini hakukuwa na lolote lililofanyika. Badala yake akatumika kama msaidizi wa kazi za ndani, huku wazazi wake wakijua mwanao amekataa shule na anaishi vizuri kwa shangazi yake. Kumbe anapigika na kufanya shughuli zote za pale nyumbani, akifua nguo za binamu zake na shangazi yake. Hakuna kitu kilimpa wakati mgumu kama kufua nguo za Chogo, ambaye alikuwa anavuja mate muda wote na kuchafua shati lake na kaptula yake ikiinuka mikojo, ungesema ile dekiwa chooni, maana muda wote alikuwa anajikojolea hovyo. Na licha ya kufanya hayo yote, lakini alala kwenye kichumba kidogo juu ya godoro chakavu la sufi lililoharibiwa na mikojo ya mmiliki wa kwanza,
wa godoro hilo ambaye ni Jose Chogo. Hata kula yake ilikuwa ni shida, maana alikuwa anawasubiri wenzake wamalize kula ndipo na yeye ale. Kama ikitokea amemaliza basi atasubiri mlo ujao. Maisha yalikwenda huko, akikabidhiwa biashara ya kuuza bagia kwenye uzio wa chuo cha walimu na uongozi wa jamii. Kila siku jioni na pia Jumapili asubuhi alipeleka kanisa la Matogoro, na kwa wastani alitakiwa kuuza bagia 100 zote, ambazo gharama yake ni shilingi 100, maana bagia moja bei yake ilikuwa ni shilingi 1, na kama zingelala basi siku ya pili zingeuzwa senti 50 au sumuni kama walipopenda kuita. Lakini tayari angekuwa ameshapokea kipigo cha kutokumaliza kuuza bagia, ikitafsiriwa kuwa alikuwa anacheza, na kipigo hicho hakikutoka kwa shangazi peke yake. Alisaidiana na Patricia ambaye hakumwonea huruma Tausi hata kidogo. Ndio kwanza alizidi kumchukia na kumnyanyasa kila itwapo leo. Lakini mambo yalizidi kwa mabaya siku za hivi karibuni. Kama wiki 2-3 zilizopita, kuna mabadiliko kwa binamu yake Joseph. Kwanza alianza kwa kujisogeza karibu na yeye, na mara kwa mara akimrukia mgongoni na kujaribu kufanya kama anabambia hivi. Tausi akajua ni michezo yake ya upungufu wa akili, hivyo alimtumua na kuendelea na shughuli zake. Lakini singepita lisaa Jose angerudi tena na kumfanya hivyo hivyo. Jana mchana Tausi anakumbuka wakati anamalizia kuosha vyombo ili akajiandaa kwenda kuuza bagia. Alikuwa amejifunga ile kanga yake chakavu ikiishia kifuani. Mara ghafla Jose akamfuata na kumkumbatia kwa nyuma na kuanza kufanya kama mtu anayemuingizia dudu mwanamke. Yaani alikuwa na pump, na kwa kuwa Tausi alikuwa amekaa akahisi kama kitu kigumu cha Jose kikimgusa mgongoni mwake, na kama vile kitu hicho kinampakaza maji mpaka mgongoni. Tausi akashtuka mara moja na kuinuka haraka huku akimsukuma Jose. "We Chogo, ndo mchezo gani huo? Nitamwambia shangazi," alisema Tausi kwa sauti iliyojaa mshangao, huku akimtazama Jose aliyekuwa ameshusha kaptula yake na kuliachia dudu lake kubwa lililosimama kwa nguvu, ambalo lilikuwa halijatairiwa tena, likivuja uteute kuonyesha kuwa ilikuwa na hamu ya kuingia kwenye kitombua. "Kwani wewe una watoto gani? Unaona bora uko wapi watu wengine na ndugu yako ateseke?" Hapo Tausi akashtuliwa na sauti ya shangazi yake ambaye hakuwa ameutambua uwepo wake mahali pale. Akamtizama shangazi yake ambaye hakujua kama yuko eneo lile. Akamwona shangazi huyo anatabasamu na kuingia ndani ya nyumba, huku Jose akicheka na mate anamvuja mdomoni na kumlosha shati lake. Dudu bado lipo wazi, limesimama mpaka ile mishipa ya damu inaonekana. Tausi alitizama chini kwa aibu na uoga wa kile alichomaanisha shangazi yake kuwa ampe binamu yake kitumbua. Hakika hilo lilikuwa jambo gumu sana kwake, maana licha ya kuwa na kila sifa ya kupendwa na kutamaniwa, alishajijengea tabia ya kuogopa wanaume toka akiwa mdogo, na ndio sababu ya kuwa bikra mpaka leo hii. "Usiache kitumbua wazi, ataingia mdudu, utakosa kuolewa na mfalme." Hayo yalikuwa maneno ya mama yake mzazi kipindi akiwa mtoto, alipokuwa binti wa miaka 9, 10 mpaka hivi sasa. Maneno ya mama yake yalikuwa kama hayo: "Shauri zako, wachezea usichana wako, utakosa kuolewa na mfalme." Hayo ni maneno ambayo hutumiwa sana na wakina mama kuwaelimisha binti zao, na hii ni kutokana na utaratibu wa huko Mbogolende, ambako mfalme kabla ya kuapishwa kuwa mfalme hutafutiwa msichana bikra na kuishi naye. Huwa ni bahati kubwa sana kwa msichana atakayechaguliwa, sababu hii ni nchi ya Mbogolende yenye utajiri mkubwa wa dhahabu na almasi, lakini wananchi wake huhudumiwa kila kitu na serikali ya kifalme. Pia malkia huwa anaishi maisha mazuri sana ya kifahari na kufanywa kila kitu. Pia huheshimika kama mfalme mwenyewe. Tena sio pale Mbogolende peke yake, hata mataifa mengine ambayo
hayaishi kupiga hodi na kuomba msaada katika nchi hiyo inayoongozwa na ukoo wa Mbogo. Yaani anifanya huyu chogo? Aibu gani hii? Watu wakijua watanicheka na kunidharau. Hayo yalikuwa mawazo ya Tausi ya siku ile nzima. Balaa likaja usiku wa jana yake. Ilikuwa kama kawaida ya siku zote. Tausi aliwasubiri ndugu zake wamalize kula, na yeye walipomaliza akachukua chakula kilichobakia na kuelekea jikoni na kuanza kula. Alipomaliza akaanza kujiandaa kufanya usafi ndani, lakini wakati anataka kuanza kufanya usafi, shangazi yake akamjia. Akamwambia Tausi, acha kufanya usafi, ukalale, utafanya asubuhi. Alisema shangazi yake kwa sauti ya upole na unyenyekevu mkubwa, na kumshangaza Tausi ambaye sauti kama hiyo aliwahi kusikia siku moja tu shangazi yake alipokuja kumchukua kijijini. Tausi aliacha kila kitu na kuelekea chumbani kwake. Akimpita shangazi yake alikuwa amesimama na Jose Chogo ambaye alikuwa anamtizama Tausi huku mate yanamdondoka mdomoni. Au shangazi, nataka nifanye matusi na Chogo, aliwaza Tausi huku akihisi kitumbo chake kikisimka kwa shughuli inayotaka kumjia. Sijui shangazi ataniua nikikataa, alijiuliza Tausi huku akihisi mkojo na mbana. Akaingia kwenye chumba chake kidogo chenye giza kutokana na kutokuwa na taa. Akarudisha mlango na kujilaza kwenye godoro lake bovu la sufi, huku panya akipishana kwa ukimbia. Tatizo huu mlango hauna komeo la ndani, aliwaza Tausi huku akiutizama mlango wa chumba kile ambacho zamani ilikuwa store, hivyo komeo iliwekwa nje. Wakati anawaza hayo, wakati huo Tausi akasikia vishindo vya Jose vikija usawa wa chumba chake. Alivitambua vishindo hivyo kutokana na utembeaji wa Chogo ambaye anapotembea huwa kama anavuta mguu mmoja. Hapo Tausi alihisi mwili wake ukisimka zaidi. Ni kweli aliona mlango unafunguliwa na Chogo akaingia kwenye kile kijichumba chake. Hapo Tausi akatamani atokee maajabu yote yale, iwe ni ndoto na sio kweli kwa haya yanayotaka kumtokea. Lakini haikuwa ndoto, maana Tausi alimwona Chogo aliyesimama mbele ya godoro lake lililotandikwa chini, akivua kaptula yake na kuacha chini ya sakafu. Kisha huku anacheka cheka akapanda kwenye godoro na kupiga magoti mbele yake, huku dudu la Jose likimgusagusa kwenye mguu wake na kupakaza maji fulani yaliyotoka kwenye dudu ya kijana huyu mwenye upungufu wa akili. Na Tausi akaanza kutetemeka kwa uoga, akijua leo ndio mwisho wa bikra yake aliyoitunza kwa miaka mingi kwa ajili ya mfalme. Tausi akamwona Chogo anaanza kumfunua nguo yake, na bahati mbaya alikuwa amevaa ile kanga iliyochakaa. Hapo Tausi akakumbuka hata chupi yake aloitupa siku 4 zilizopita kutokana na kuchakaa, na sasa hakuwa anamiliki chupi yoyote, maana kama angekuwa ameivaa pengine Chogo na utaira wake angeishia kuweka dudu lake juu na kushusha mzigo kuliko kuruhusu Chogo au ondoe uhusiano wake. Tausi alitamani kumsukuma Jose, alikuwa ameshamaliza kuifunua nguo yake, lakini alihofia kuwa shangazi yake anaweza kuja mle chumbani, maana alijua fika atakuwa karibu anasikilizia mchezo mzima. Sasa Tausi binti mzuri akamwona Jose akijilaza kifuani kwake na kumpaka mate yake kifuani mpaka usoni. Wakati huo yeye alikuwa amebana mapaja yake. Akamwona Jose anaikamata dudu yake iliyosimama kweli kweli na kuanza kuipenyeza kwenye mapaja yake. Ilikuwa kama kipande cha mti, ikaanza kupenya taratibu kwenye mapaja ikielekea kwenye kitumbua. Hakuna taira kwenye mapenzi, kilo Tausi akaligundua, hivyo akajua akizubaa ataingiziwa na Chogo. Mbaya zaidi, mate yenye harufu kali toka mdomoni mwa Chogo. Tausi akashindwa kuvumilia, akamsukuma Chogo pembeni na akajibwaga pembeni. Tausi ile anataka kuinuka, akadakwa na Chogo ambaye sasa alikuwa na nguvu za ajabu, na yeye hakutaka kujilegeza. Tausi akaanza mapambano, na mwisho wake ile nguo
ikamtoka mwilini, lakini akajitahidi na kufikia mlango wa chumba chake, lakini ile anataka kufungua akasikia kitasa kikiwekwa komeo kwa nje. Wakati anadua asijue la kufanya, akashtuka akiwa ameshikwa kwa nguvu, akibanwa toka nyuma. Sasa alihisi mate ya chogo akiulowesha mgongo wake. Tausi akahisi kuishiwa nguvu. Tumaini la kujiokoa likaisha kabisa. Akatulia kusubiri kinachofuata. Hapo akiwa amebanwa kwenye mlango na ukandamizwa vizuri, akaona Jose akipenyeza mkono wake mmoja na kuikamata dudu yake, kisha alilengesha kwenye makalio yake. Hiyo bila kuuliza, Tausi akajua ni usawa njia haja kubwa, lakini akatulia akidhania kuwa atarekebisha na kuelekea kwenye uke, lakini akamwona anahangaika kuipenyeza kwenye makalio yake makubwa mpaka alipoigusa tundu la nyuma. Hapo Tausi akajua kwa dudu kubwa la Jose nilikwenda kuingia kinyume na maumbile. Ile Jose anataka kusokomeza dudu lake ndani. Tausi ambaye hakuwa tayari kuingiziwa dudu tena sehemu hiyo, sijui nguvu alipata wapi, akajipindua kwa nguvu na kumrusha chogo aliyekwenda kujibwaga chini. Ile anainuka Tausi akamsukuma tena, akamwona Jose anainuka tena, lakini alikuwa kama mlevi, maana alikuwa anayumba yumba kwa kukosa mwelekeo. Mama, Jose anakufa, alipiga kelele Tausi baada ya kuona jinsi chogo alivyokuwa anajibwaga chini kwa mara ya 3. Hapo ikasikika sauti ya kufunguliwa kwa komeo na mlango ukafunguliwa. Ile kutizama aliyeingia alikuwa ni shangazi. Ina maana ndiye alifunga mlango kwa nje. Moja kwa moja shangazi akamkimbilia chogo pale alipokuwa chini, anahangaika kujiinua. Hapo shangazi akamsaidia mwanae kumuinua na kutoka naye nje ya chumba hiki akiwa hajavaa kaptula lake. Jose alionekana kutembea kwa kuyumba yumba, akionyesha kuwa alijipiga vibaya sana pale chini. Shangazi hakujali dudu la mwanae ambalo sasa lilikuwa limenywea na kutizama chini kama punda aliyetoka kumwaga mbegu. Yeye alimkagua mwanae kwa umakini wa hali ya juu. Mama, hahusi, alalamika chogo akitaja jina la Tausi kwa shida. Wakati huo Patricia naye alikuwa anakuja toka chumbani kwake. Inaonesha alisikia zile kelele za Tausi. Mama, kuna nini? Mbona Jose hajavaa nguo? Patricia aliuliza, au Pati kama wenzie wanavyopenda kumuita. Tausi akiwa chumbani kwake aliwasikia shangazi na Patricia wakiongea. Ni huyu mshenzi amempiga mwanangu, leo atanitambua, alisema shangazi, huku akionekana kuwa alikuwa anainuka na kuanza kuja chumbani kwa Tausi akiongozana na Patricia, maana nyao zilisikika mbili. Hapo Tausi akajua hata akijitetea vipi kipigo kinamhusu. Ni kweli shangazi na Pati wakaingia chumbani kwa Tausi na kumvutia kwenye korido ambako palikuwa na mwanga. We malaya, utanieleza kisa cha kutaka kuniulia mwanangu, alisema shangazi, huku akishusha kofi zito usoni mwa Tausi ambaye alisha kilio cha chini. Hivyo ndivyo alivyoelekezwa na shangazi yake namna ya kulia kila atakapokuwa anapigwa, maana shangazi hakutaka majirani wasikie kilio. Shangazi alikuwa amekosea kuingiza, nikamsukuma kwa bahati mbaya, alisema Tausi akidhania kuwa ingesaidia kupunguza kipigo. Kwani angekuwa hata kama angeingiza mpaka umfanye hivi mwanangu? Ndio kwanza Tausi akashtoka kipigo ngumi ya mgongoni. Huyu alikuwa ni Patricia. Hapo Tausi akiwa uchi wa mnyama akajikalisha chini na kuficha uso wake, kifua na sehemu zake za siri, akiacha sehemu ya mgongo akikabili kipigo toka kwa shangazi na Patricia, huku Josefu chogo akishuhudia kwa mbali. Hakuweza hata kusogea sababu alianza kumwogopa Tausi kwa kile kilichomtokea muda mfupi uliopita. Ole wako na kesho ukatae, mshenzi wewe, utatulia hata kama akiingiza huko nyuma, alisema shangazi kwa hasira, huku akiendelea kushika kipigo. Tausi alipokumbuka maneno ya shangazi yake kuwa na ole wake kesho akatae, hapo akatamani giza lisiingie. Salamu mwanamke mkarimu,
Tausi akiwa amezama kwenye lindi la mawazo, akashtuliwa na Salamu. Akainua uso wake na kumtizama msalibiaji. Tausi akajikuta na tabasamu, maana sio kuwa anamfahamu kijana huyu ambaye siku zote huongozana na wenzake. Pia ujio wa kijana huyu ambaye umri wake ni miaka kati ya 22 mpaka 23 au 4 ni kama ukombozi kwake, maana siku zote hununua bagia zote zilizobaki na kuongea maneno mawili matatu kisha wangeondoka. Salama mwenye kijana alitika Tausi huku akiinuka na kusimama akimtizama yule kijana ambaye walitokea kuzoeana, na leo kijana huyo alikuwa peke yake. Binti mkarimu, leo umechelewa kuondoka na unaonekana mwenye huzuni kubwa kuliko siku zote. Nipo hapa kukusaidia endapo utanieleza kinachokusibu, alisema yule kijana ambaye Tausi anamfahamu kwa jina la mwenye kijana kama wenzake wanavyomuita, ambaye mara zote sauti yake huwa ni tulivu na ya upole. Kijana, wenzako wako wapi? Naona leo uko peke yako, Tausi aliuliza, akionekana kupotezea swali la kijana huyu ambaye ni mrefu kiasi na mwili uliotanuka hasa maeneo ya kifuani, huku akionekana kuwa ni mtu wa mazoezi. Japo alikuwa mpole na mnyenyekevu na mwenye sura nzuri, huku akiwa amevalia nguo fulani zilizopambwa kwa hariri za kung'aa kama dhahabu, huku mikononi na shingoni akivalia mapambo ya asili lakini vilivyotengenezwa kwa dhahabu. Kuna kazi wanafanya, wamenituma salamu zao kwako, alisema yule kijana kwa sauti tulivu iliyojaa upole, huku akigeuka na kutizama alikotoka. Kisha akamtizama Tausi usoni, ambaye pia alikuwa anamtizama binti huyu mzuri aliyekosa matunzo. Wote wakatabasamu na kutizama chini, macho yao yakitawaliwa na aibu. Kikatawala kimya kidogo kabla yule kijana hajavunja ukimya. Wenzako leo wako wapi? Yule kijana aliuliza, ambaye macho yake yalikuwa kwenye kifua cha Tausi ambacho hakijai kuvaa sidiria, lakini maziwa yake yalionekana kusimama vyema. Leo hawajaja, alisema Tausi, ambaye alikuwa anasubiri kijana huyu anunue japo hata bagia 20 ili apate fedha kidogo ya kuingilia nyumbani, japo huko nako aliamini kuwa dudu ya shogo inamngoja na alishaambiwa asimkatalie hata akikosea kuingiza, kinyume na maumbile alivyo. Kikapita kimya kidogo, ni kama walikuwa wanatafuta kitu cha kuongea. Ni tofauti na anapokuwa na wenzie, maongezi yao yanakuwa mengi kidogo. Wakati huo Tausi akamtizama huyo kijana usoni, akamwona kama vile kuna kitu anakitizama kwenye mwili wake, hasa maeneo ya kifuani. Tausi akagundua kuwa ule mtizamo wa kijana huyo sio wa kawaida. Bora hata huyu ndo angelifanya, aliwaza Tausi kabla kijana yule hajazinduka kutoka kwenye ukimya. Nifungie bagia, alisema yule kijana, huku anaingiza mkono mfukoni na kutoa kiasi fulani cha fedha ambacho hakukihesabu na kumpatia Tausi, ambaye alizipokea huku anashangaa. Mbona nyingi sana? Tausi aliuliza kwa mshangao. Zinazobakia utanunua nguo nyingine na viatu, alisema yule kijana. Hapo Tausi akaanza kuweka bagia kwenye mfuko wa karatasi mmoja haukutosha, akaweka pembeni, akachukua mwingine. Sasa basi, wakati anachukua mfuko wa pili, akamwona yule kijana ambaye licha ya kuwa anamfahamu kwa muda wa wiki kama 3 hivi, lakini hakuwa anamfahamu jina lake, akimtizama kwenye usawa wa kifua chake, na kwa kuwa alikuwa ameinama na ile gauni lake ambalo kola yake imelegea kutokana na kuchakaa, ikiruhusu macho ya kijana huyo kuona maziwa mazuri ya Tausi. Anachungulia maziwa yangu aliwaza Tausi, ambaye sijui kwa nini alijikuta akijisikia fahari ya kijana huyo ambaye hakuwa na hadhi yake kabisa, ambaye angeweza kuwa na mwanamke yote mrembo pale chuoni. Akiachungulia maziwa yake, hapo Tausi akachukua mfuko na kuanza kuweka bagia awamu ya pili. Kama ujuavyo, kimbele mbele cha macho sijui ilishawishika vipi na kuamua kutizama sehemu ya mbele ya nguo ya kijana huyu mpole na mtulivu. Akaona kama kuna mabadiliko kidogo, japo nguo hiyo
ilishonwa kwa muundo wa kanzu. Ilikuwa pana kidogo, lakini iliweza kuona kitu kama muhogo au ndizi ikiwa imejichora na kutengeneza umbo fulani, ikionyesha imesimama hapo Tausi ambaye hakuwahi kujua utamu wa dudu. Akatabasamu kidogo huku anawaza, kaka wa watu amenitamani, bora ningempa huyo anifanye. Tausi alisika kidogo, kile kicheko cha kitototo, huku anaendelea kuweka bagia kwenye mfuko mpaka alipomaliza na kuinuka akamkabidhi yule kijana mifuko yote miwili. Tayari giza ilishaingia na kulifunika anga lote. Sasa balaa likaja baada ya kumkabidhi kijana mifuko ya bagia. Wote wakabakia kutizamana tu huku akipokezana kuchekeana. Mimi naenda, alisema Tausi huku akicheka kidogo. Sawa, lakini alishindwa kumalizia kijana huku macho yake yakiwa kwenye kifua cha Tausi, ambaye ni kama alijua anachotaka huyu kijana, ambaye Tausi alipomtizama kwa haraka akagundua macho yake yanatia huruma, anahitaji kitu toka kwake. Tausi naye akajikuta anamwonea huruma kijana wa watu, hivyo akajichekesha huku anaongea, wewe sema tu, mwenzio anachelewa. Kusikia hivyo kijana ambaye mimi na wewe hatakuwa tunamfahamu jina lake alicheka kidogo. Kwani wewe hujui? Alisema kijana huku akiwa amekumbatia mifuko ya bagia, akionyesha kuwa kusema lililopo moyoni kwake ni kazi ngumu sana. Mimi sijui, au unataka kunishika maziwa? Tausi aliuliza huku akitizama pembeni na kujichekesha kwa aibu, huku mguu wake ambao haukuwa na kiatu wala kanda mbili ukichora chini, mchoro ambao hata Tausi mwenyewe hakuwa na ufahamu. Ndio, nataka. Vipi, unaweza kuniruhusu? Kijana aliuliza, na hapo Tausi ambaye alishaanza kuona kama ni bahati kwa kijana yule mwenye kila sifa ya kuwa na mwanamke mrembo na msomi mwenzie kuomba kuyashika maziwa yake. Akatizama kushoto na kulia kama kuna watu wanakuja. Akaona hapa kuwa na mtu, hivyo akaweka beseni lake chini, akafunga ile fedha yake kwenye kanga, kisha akasogea karibu na kijana. Nishike basi niwahi nyumbani, alisema Tausi ambaye licha ya kutokea kuvutiwa na kijana huyo, pia aliona inaweza kuwa ni sehemu ya kulipa fadhila kwa fedha aliyopewa, huku akijiziba usoni. Lakini zikapita sekunde kadhaa bila yule kijana kumshika maziwa. Akaondoa mkono usoni na kumwona yule kijana mtanashati akiweka mifuko ya bagia chini, kisha akanyosha mkono kwenye ziwa la Tausi. Hapo Tausi mwenyewe akarudisha mkono wake usoni, huku anahisi mikono ya kijana huyo kugusa maziwa yake magumu na kuyaminya kidogo kama vile mtu anaichagua embe sokoni. Tausi akahisi msisimko mtamu sana kwenye mwili wake. Una maziwa mazuri. Ilikuwa sauti nzito na tulivu toka kwa yule kijana ambaye aliendelea kuchezea maziwa ya Tausi, ambaye msisimko ulimzidi pale kijana huyo alipohamisha vidole vyake kwenye chuchu zilizosimama na kuchongoka. Hapo Tausi akajikuta na hema juu. Yaani ni kama alijikuta akihitaji vitu vingine zaidi ya kuchezewa maziwa. Wenzio hapa watatukuta, twende kule nikakuonyeshe kabisa, alisema Tausi kwa sauti iliyoanza kukosa nguvu. Ikawa hivyo wakasitisha zoezi na kila mmoja akachukua mzigo wake na kuongozana kuifuata njia ya kwenda Kimoro, ambako huko ndiko anakokaa kina Tausi. Sasa alikuwa anapita kwenye njia ambayo imetawaliwa na vichaka vifupi na miti mirefu, na walipofika sehemu fulani Tausi akachepuka na kuongoza kichakani akifuatiwa na yule kijana, huku Tausi akianza kuhisi kitumbo chake kikipatwa na msisimko wa kujua kwa pengine akaingiziwa dudu na mwanaume anayempenda, tena mwenye thamani kubwa na kwa hiari yake, na sio vile alivyotaka kufanywa na Chogo jana usiku. Baada ya kuingia mita kadhaa kichakani, Tausi akasimama chini ya mti mmoja na kuweka beseni chini, kisha akasimama mbele ya kijana huku akijiziba uso kama alivyofanya kule barabarani. Hapo yule kijana akaweka mifuko ya bagia chini
na kuanza kushika maziwa ya Tausi ikiwa bado ndani ya gauni, huku kila alivyozidi kuyachezea na kuminyaminya chuchu za binti huyo mwenye uzuri na urembo uliofichwa na ufukara. Ndivyo walivyosogeleana hata mwisho wakajikuta wameshasogeleana na mili yao kukutana kabisa, kiasi cha pumzi za kila mtu kumfikia mwenzie. "Nikitoa nguo utanishika vizuri," alisema Tausi ambaye pumzi zake zilikuwa nzito. "Haya basi itoe," alisema yule kijana ambaye Tausi hakuwa anafahamu jina zaidi ya kumwita kijana. Hapo Tausi alikamata gauni lake kwa chini, akilikusanya pamoja na ile kanga yake chakavu, akalipandisha mpaka juu ya kifua na kumfanya kijana atoe macho kwa mshangao. Kitu kilichomshangaza ni kwamba binti huyo hakuwa amevaa nguo ya ndani, yani chope, na kufanya kitumbo chake kidogo kionekana jinsi kilivyopambwa na nywele ndogo zinazoanza kuota, huku mapaja na makalio yake yakionekana kung'ara na mwanga wa mbaramwezi uliokuwa unawaangazia mida ile. Kijana akapeleka mkono mmoja kwenye ziwa la Tausi ambalo sasa aliweza kuliona vyema jinsi lilivyojaa na kusimama, ambalo ungesema ni jipo. Kijana akalishika ziwa la kulia kwa kutumia mkono wake wa kushoto na kulibinya kidogo, huku kiganja chake kikipendezwa na joto la mwili wa binti huyo ambalo lilionekana kuwa tamu. Kabla hajasogeza mdomo wake na kuidumbukiza chuchu ndogo iliyotokeza kwenye ziwa la Tausi na kuanza kumung'unya taratibu. Hapo kwa upande wa Tausi, yeye alikuwa anasikia msisimko wa ajabu, msisimko ambao alishindwa uitaje kama ni mateso au utamu, maana ule msisimko kuanzia pale kwenye chuchu kama shoti za umeme kutembea kupita kwenye uti wa mgongo mpaka kwenye mbavu changa, halafu zikashuka kwenye kiuno na kujikusanya kwenye kei, huku zikiteremka kwenye kitumbo chake na kuishia kwenye kikunde, huku ni kama maziwa yake yalimponza na kuanza kutamani mambo mengine zaidi. Maana hata alipoona mkono kijana huyo ukienda kwenye kitumbo chake, japo alikuwa na uoga kuingizwa kidole, lakini akatulia na kuona kijana huyu akiishia kwenye kikunde na kuanza kukisugua taratibu. Hapo Tausi akafumba macho na kusikilizia, huku akipeleka kiuno chake mbele ili kijana akisugue vizuri. Ikiwa ni mara yake ya kwanza kufanywa kitu kama hicho kwenye kitumbo chake, Tausi alihisi utamu usio kifani, kiasi cha kuhisi anahitaji kitu zaidi. Hakujua kuwa pengine huu ndio mwanzo wa safari yake ya mateso. Utamu ulizidi kukolea, kikunde kilisuguliwa na kusababisha utamu zaidi, huku vitu kama mlenda vikitoka kwenye kitumbo chake na kulowesha eneo lote la juu ya kitumbua mpaka kwenye kunde. Sasa Tausi alianza kuhisi kuwa kidole cha kijana kimenenepa ghafla, maana hata kilivyokuwa kinapita juu ya kikunde chake kilienea pote na kumsugua vizuri zaidi. Akatanua miguu zaidi na kumpa nafasi zaidi kijana huyu ambaye hakuwa na papara ya ngono. Na ndio wakati alogundua kuwa sasa kijana huyu hakuwa anacheza kwa kidole, kumbe alikuwa anatumia dudu yake kusugua kikunde chake, na sasa alikuwa anaisogeza dudu mpaka kwenye mlango na kuirudisha kundeni. "Mwenzio nikilala ndio utafanya vizuri," alisema Tausi kwa sauti ya tabu iliyomezwa na pumzi nzito. Hapo Tausi akajitoa kwa kijana na kuivua ile kanga yake chakavu, akaitandika chini na kujilaza chali, akitanua miguu yake mmoja kushoto mmoja kulia. Yule kijana akiwa ameshusha suruali yake iliyoshonwa kipekee na harili za kung'ara, akaja juu ya Tausi, huku dudu yake ikionekana wazi iliposimama. "Usiniumize, ili kesho nikupe tena," alisema Tausi ambaye aliingiwa na uoga ghafla baada ya kuiona dudu yenye hasira ikisogelea kitumbo chake. Kumbe basi wakati hayo yote yanaendelea, kuna watu walikuwa wanafuatilia kwa makini na ukaribu zaidi. Hao walikuwa ni mwanamke na mwanaume ambao sasa walikuwa wamejibanza mita chache toka pale walipo akina Tausi
ambao sasa walisikia mguno mkali wa maumivu toka kwa Tausi, akilalamika, "Toa kwanza, naumia." Lakini inaonekana kijana hakumsikiliza Tausi. Akaendelea kufanya yake. Kelele za Tausi zilikwenda zikipungua mpaka mwisho akasikia, "Kama umemaliza, toka niondoke." Hapo wale vijana wawili wakamwona Tausi akiinuka na kushusha gauni lake, halafu akachukua vifaa vyake vya biashara na kuondoka zake kutoka kule kichakani. Yule kijana alijaribu kuvaa haraka na kumkimbilia, lakini alishachelewa. Tausi alishafika mbali. Wale vijana wawili wakamfuata kijana mpole na kumwambia, "Hongera mwenye kijana, ndoto yako imetimia," alisema yule kijana wa kiume ambaye ukimtizama uvaaji wake haukuwa tofauti sana na huyu kijana alitoka kula kitumbua cha Tausi. Labda ni vile vidani na mapambo ya dhahabu yaliokuwa mengi kwa huyu kijana mla kitumbua. Lakini sijui kama atakubali tena. Anaonekana kuwa ameumia sana, alisema yule kijana kwa sauti ya upole. Hapo yule wa kike akainamisha kichwa mbele ya huyu kijana na kumweleza, "Hiyo ni kawaida kwa msichana anapoingiliwa kwa mara ya kwanza. Cha msingi ni kwamba hujambaka." Hapa ni kama alitulia kwa sekunde kadhaa, kisha kiunyonge yule ambaye wanamuita mwenye kijana akawageukia wenzake ambao walionyesha kumheshimu sana. "Kuna bagia pale chini ya mti, chukueni tukajiandae kwa safari ndefu ya kuelekea Mbogolende, tukawasalimia ndugu na marafiki na wazazi wetu." Hapo wakainamisha vichwa vyao kuonyesha kuwa wamekubaliana naye. Halafu yule kijana wa kiume akakimbilia kwenye kichaka ambapo dakika chache zilizopita mtu ametolewa bikra na kuchukua mifuko miwili ya bagia na kuwafuata wenzake. Kisha safari ya chuo ikaanza. Saa 2 kamili ilimkutia Tausi akiwa dukani Makunganya, akiwa ananunua kunde zilizokobolewa na vitu vingine kwa ajili ya mapishi ya bagia za kesho kanisani. Kumbuka kesho yake ilikuwa Ijumaa Kuu na zile ngoma za taarifa ya habari ya Radio Tanzania ndio ilikuwa ikimjulisha Tausi kuwa mpaka saa 2 hakuwa amerudi nyumbani. Leo hakutaka kuongea neno na Makunganya, mmiliki wa duka ambaye kila siku binti huyu akija hapa lazima aingize tu maneno toki mapenzi ili kumshawishi ale kitumbo chake. Kosa kuogopa kumkosa mfalme, imani ya mama Tausi angekuwa kesha amegwa kitambo. "Leo umechelewa sana, naona una haraka," alisema Makunganya huku Tausi akiondoka bila kujibu kitu. Sio kwamba alikuwa na kiburi, hapana. Kwanza alijawa na aibu ya kujishtukia kile alichotoka kukifanya. Pili, alikuwa anawaza nyumbani itakuwaje. Maana kama siku nyingine anarudi mapema na kupokea kipigo, itakuwaje leo ambapo amechelewa? Tausi alitembea haraka. Hakutaka kuyasikiliza maumivu ya kitumbo chake. Hakutaka kumkumbuka yule kijana ambaye siku zote amekuwa akimwona ni mpole. Yeye aliwaza nyumbani ambako ameambiwa wale wake leo amzuie tena chogo ambapo akitaka kumwingilia hata kama atakosea njia. Hapo Tausi aliona dunia ni ndogo. Halafu sijui watajua kama nimefanya, aliwaza Tausi ambaye sasa alikuwa anakaribia kufika nyumbani. Kitu alichokifanya kabla ya kuingia ndani ni kutenga shilingi 60 na kuziweka kwenye beseni la bagia, halafu zilizobakia ambazo zilikuwa nje ya biashara kiasi hicho hakuwa amekihesabu, akazificha chini ya kopo la maua. Wakati huo alikuwa anasikia kelele za Patricia toka ndani. "Mama, uchizi wako nitambomoa," alisema Patricia ambaye sauti yake ilitokea jikoni. "Jose, hebu msubiri mchumba wako aje ndio umfanyie hivyo," alisikika shangazi yake Tausi. Hapo ikafuata sauti ya chogo. "Haha, hausi, haha." Wenyewe walimuelewa alichokuwa anamaanisha. Kwa Tausi, "Hapana, usiogope, leo hakusukumi tena," alisisitiza shangazi. Na wakati wa Tausi akaingia ndani upande wa jikoni, akamkuta Patricia amekaa kwenye kiti cha chini, kibao au kigoda, anapika, huku binamu yake Jose akiwa amesimama nyuma yake. Ile kuingia tu Jose akatoka haraka kule jikoni na kuelekea sebuleni kwa mama yake.
Mama, mama, Hausi, alisema Chogo kwa ile sauti yake ya kitaira. Huku anaonyesha jikoni. Ilionekana Jose leo alikuwa anamogopa Tausi. Nadhani ni kutokana na kile kilichotokea jana. Na wakati huo Patricia akasema, mama, mtu wako huyu hapa ndo anarudi. Hapo ikafuata sauti kali iliyojaa hasira. We mbwa, hebu kuja hapa haraka, alisema shangazi. Tausi alikwenda sebuleni haraka sana, akiwa na beseni lake mkononi, akijitahidi kutembea vizuri asigundulike kama ametoka kuliwa kitumbua kwa mara ya kwanza. Hebu sogea hapa, upige magoti, kisha unaambie kilichokuchelewesha mpaka dada yako anaingia jikoni kupika baada ya kujisomea, alisema shangazi mara tu baada ya Tausi kufika sebuleni. Tausi akapiga magoti na kuanza kujieleza, huku shangazi akilikamata sikio la Tausi na kuliminya kwa vidole vya kwake venye kucha ndefu kama ngariba wa kienyeji. Shangazi, leo kukuwa na wateja wengi, ndio maana nimechelewa kuwasubiria, alisema Tausi kwa sauti iliyoashiria kuwa alikuwa anaugulia maumivu ya kuvutwa sikio. Kwa hiyo zote umeuza? Shangazi aliuliza huku akiwa bado amelishika sikio la Tausi. Ndio, nimeuza zote, lazima kwenye beseni, alisema Tausi, na hapo ndipo akaachwa sikio. Na shangazi akaanza kupekua ile beseni la bagia ambalo lilikuwa na vitu vingine vya kuandalia bagia za kesho. Haya, nenda kamsaidie mwenzako kupika, alisema shangazi yake Tausi, huku akimsindikiza Tausi kwa kofi la mgongo. Tausi akakimbilia jikoni huku anajikuna mgongoni kupoza kofi la shangazi. Kule jikoni akakutana na kofi la shavuni toka kwa Patricia. Lione, usikute lilikuwa kwa wanaume, alisema Patricia kwa hasira huku anatoka jikoni. Masaa usiku ule yalikwenda mbio kwa upande wa Tausi. Alifikiria tukio lilomtokea jana, akitamani atoroke usiku ule, lakini hata ingekuwa mchana Tausi aliona ni kitu ambacho kisingewezekana kwake. Kitu ambacho hakujua ni kwamba fedha alionayo ingemsaidia kufika kwao na kuepuka mateso ya shangazi. Saa 4 ndio mida ambayo Tausi alimaliza kazi zake za ndani na kula, ikabakia mida ya kulala. Lakini kilichomshangaza ni kitendo cha kugundua kwamba shangazi yake kutokwenda kulala, huku wakionekana kumshawishi jambo fulani Chogo, ambaye ni kama alikuwa anakataa. Hausi, dada, huyu dada, alikuwa anasema Chogo. Tausi akajua kinachoendelea ni kwamba Chogo alikuwa anamogopa, ila anamtaka dada yake. We mjinga, unamtakaje dada yako wakati Tausi yupo, alisema shangazi yake Tausi kwa sauti ya chini ili Tausi asisikie, lakini Tausi aliwasikia vizuri kabisa. Kaelekea chumbani kwake, lakini ile anajilaza tu kwenye godoro lake la sufi. Akasikia Tausi, hebu njoo. Ilikuwa sauti ya Patricia. Hapo Tausi akajua tayari muda wa maumivu umewadia. Tausi alijinua kitandani na kutoka mle chumbani kwa mwendo wa kujivuta yani taratibu, maana hakuwa tayari kufanya kitendo ambacho shangazi yake na binamu zake walitaka akifanye. Tausi, si nimekuita wewe, alirudia Patricia kwa sauti ya ukali kidogo. Abe, aliitika Tausi akiwa anajitokeza sebuleni. Moja kwa moja akamkata jicho kali binamu yake wa kiume Chogo, ambaye alikuwa anamtizama huku mate yakimvuja mdomoni. Abe, aliitika tena Tausi huku Chogo akiinuka na kuelekea kwenye chumba chake cha kulala. Sikia Tausi, kaka yako amezidiwa, anahitaji mwanamke na itabidi leo umwachie afanye. Sitaki umsumbue kama ulivyofanya jana, na nisisikie kwa mtu yote hili swala, alisema shangazi kwa sauti kavu ya chini, huku akimkazia macho Tausi ambaye alikuwa amesimama huku anatizama chini, uso wake ukijawa na simanzi. Naongea na wewe, umenielewa? Na ukiona anakosea unamsaidia, sio kumpiga au kumsukuma, alisema tena shangazi kwa sauti ile ya chini lakini kavu, isiyo ya kubembeleza hata kidogo. Shangazi, mimi naomba nirudishe nyumbani kwetu Liwena, alisema Tausi kwa sauti ya chini iliyojaa uoga na unyenyekevu. Sawa, nitakupeleka, lakini leo utalala na Jose, aliongea shangazi kwa sauti yake kavu, huku anainuka kuelekea chumbani kwa Jose. Au nataka mbaki dada yake, alizidi kuongea shangazi huku akifuata mlango wa chumba cha Jose.
Hapo Tausi akatoka na kuelekea chumbani kwake, akimwacha Patricia akimsindikiza kwa macho. Unadhani usipompa Jose mwanaume gani atakubali kutongoza? Mwanamke mchafu kama wewe, alisema Pati. Ni kama alikuwa ananong'ona, lakini Tausi akasikia na akajisemea kimoyo, ungejua mwenzio na mwanaume mzuri. Tausi akaingia chumbani kwake huku akiwaza jambo moja tu, ni kutokufanya chochote na Jose, na endapo atamlazimisha basi ambamize kama jana kisha aondoke zake. Lakini haikuwa hivyo mpaka asubuhi kuna kucha. Tausi hakusikia mlango ukifunguliwa wala mtu kuingia chumbani kwake. Siku ile ya Ijumaa ilikuwa ni siku njema kwa Tausi, ambaye alishukuru kwa kutokuingizwa dudu na shogo. Pia aliona ni siku nyingine ya kwenda kumuona mwenye kijana. Ndivyo Tausi alivyomuita yule kijana wa chuo, japo hakujua jina hilo lina maana gani, ila alijikuta akiwa anasahau habari ya kurudi kijijini kwao. Tamaa yake kubwa ilikuwa ni kukutana na mwenye kijana, ila nitamwambia tusifanye tena mpaka nipone, alikuwa anawaza Tausi, huku anaendelea na kazi zake ambazo kama kawaida huzianza saa 11 alfajiri. Tausi alifanya kazi zake kwa umakini na kwa muda, huku muda wote chogo akipita mbali na yeye. Hakutaka kumsogelea kabisa. Kwa kifupi, alimwogopa kwa tukio la juzi usiku, na mpaka kufikia saa 8 tayari alikuwa ameshamaliza kukaanga bagia zake na kusubiri muda wa kuzipeleka kanisani saa 10 jioni, huku wazo lake ni kupitia chooni wakati wa kurudi ili akutane na mwenye kijana. Hakujua anakwenda kufanya nini naye, lakini alijikuta anatamani kumuona kijana yule aliyemnyang'anya bikra yake. Naam, hatimaye muda ulitimia. Tausi akaenda kanisani, sio kwa ajili ya kusali, ila kwa ajili ya kuuza bagia. Kweli ni kwamba bagia za Tausi zilipendwa sana na wateja wake walikuwa wengi sana, hasa kanisani. Hivyo mpaka kufikia saa 11 tayari alishamaliza bagia zote. Hivyo akarudi na kujipitisha pale chuoni ili amuone kijana. Lakini kilichomshangaza ni kutokuona dalili ya uwepo wa wanafunzi pale chuoni, na ndipo alipokumbuka kuwa jana walifunga chuo na aliambiwa lazima watakaa wiki mbili. Hapo kiunyonge Tausi akarudi nyumbani. Maisha ya Tausi nyumbani kwa shangazi yake ilikuwa sio tabirika. Dakika 2 amani, dakika 2 zijazo kipigo. Lakini kuhusu chogo, alikuwa anamwogopa sana Tausi. Hakujaribu hata kumsogelea, akiogopa kubamizwa tena. Zaidi, bwana chogo aliendelea na tabia yake mpya ya kuwabambia wanawake ambao sasa walikuwa wakimwona wanamkimbia, na hivi muda wote dudu yake ilikuwa inaonekana kuwa imevimba kwenye kaptula lake na kuonekana wazi jinsi ilivyotona, na kuwafanya wanawake wamkimbie na wengine kumtishia kumpiga. Majirani waliona jambo hilo, hivyo akaenda kumwambia shangazi yake Tausi kuwa ajaribu kumfungia mwanae, sababu anaweza kujaribu kubaka na kushambuliwa na wananchi. Shangazi akafanya kama alivyoshauriwa, akawa makini na mwanae asitoke maeneo ya nyumbani. Na sasa alikuwa anagombana na dada yake kila siku, hasa kipindi hiki ambacho alikuwa likizo wiki 2, huku Tausi akizidi kumpa vitisho chogo asimsogelee. Chogo naye alizidi kumwogopa Tausi, kitendo ambacho shangazi kilimchukiza sana shangazi yake, ambaye alitamani kumuona mwanae Jose anamuingizia dudu Tausi na kupunguza hamu alionayo. Sasa tofauti yake ndio kwanza anamchukia na kuendelea kumsumbua dada yake Patricia. Kadri siku zilivyosonga ndivyo Tausi alipoanza kujua na anatamani kurudia kufanya mapenzi na kijana, akiwa na uhakika atafurahia zaidi ya ile mwanzo. Maana wakati wa kuoga alikuwa anajaribu kuingiza kidole kwenye kitumbo chake na kuona hakukuwa na maumivu yote. Tausi alijikuta anapata hamu kamili ya kushiriki na kijana, hamu iliyomfanya aone siku zimeganda, na ndio muda ambao alifanya maandalizi ya kumpa kitumbo mpenzi wake kwa mara ya pili, ikiwa ni kununua chupi 2 kwa fedha alizopewa na kijana huyo, akishindwa kununua nguo na viatu kuhofia kushindwa kujibu maswali ya shangazi yake. Hatimaye ilifika siku ambayo Tausi alikuwa anaisubiri kwa hamu. Ilikuwa siku ya Jumapili, siku ambayo wanafunzi wa chuo cha uongozi walikuwa wanaingia chuoni kutoka likizo, siku ambayo Tausi ni kama hakulala. Maana licha ya kuchelewa kulala,
Pia aliwahi sana kuamka na kuanza kufanya shughuli zake za kila siku pamoja na kuandaa bagia. Mpaka kufika saa 8 alikuwa ameshamaliza kupika bagia 100 na kuziweka tayari kwa ajili ya kwenda kuziuza kwenye uzio wa chuo cha ualimu na uongozi wa jamii, na yeye akaenda kuoga. Saa 9:30 ndio muda ambao Tausi aliondoka nyumbani kwao na kuelekea chuo akiwa na beseni la bagia. Eneo lilichangamka tofauti na siku ile ambayo wanafunzi walikuwa wanafunga chuo. Leo wafanyabiashara walikuwa wengi sana, wakiwa na biashara tofauti tofauti. Ukweli bagia za Tausi wengi walikuwa wanazipenda sana na huwa zinanunuliwa kwa wingi. Hata leo zilinunuliwa kwa wingi. Mpaka saa 12 Tausi alikuwa amebakiza bagia 10 na hakuona dalili ya kumwona kijana wake. Sasa wafanyabiashara wadogo wanaouza vitafunwa eneo lile, ambao ni wasichana wenye kuvaa vizuri japo hawakuweza kufikia uzuri wa Tausi ambaye kasoro yake ni kukosa mavazi mazuri, walianza kuondoka eneo lile ambalo hutumika kwa biashara kwa miaka mingi sana. Mpaka saa 12:30 alikuwa mbakia Tausi peke yake, ambaye alishaanza kukata tamaa ya kumwona mpenzi wake kijana, maana muda ulikuwa umeshakwenda sana na giza lilishaanza kuingia. Au alikuwa anataka anifanye alafu aniache, aliwaza Tausi, ambaye alikuwa bado amesimama anatazama ndani ya uzio uliotoboka kwa kuharibiwa kwa makusudi na wanafunzi wa Tukutu ambao wanapenda kutoroka. Tausi aliwaza mengi sana pale, ikiwa ni kupoteza usichana wake kwa kumpa kitumbo chake kijana. Shauri zako, wacheka tu na wanaume, utakosa nafasi ya kuchaguliwa na ufalme. Tausi alikumbuka maneno ya mama yake. Hapo Tausi akajiona mjinga kweli kushawishika na yule kijana mpaka akampa kitumbo chake pasipo kujua kuwa alikuwa na mroboni, sababu kijana yule mtanashati mwenye muonekano mzuri aliwaacha wasichana wazuri na kumfuata yeye. Ingewezekanaje? Ukweli Tausi kiu yake ya wiki 2 ilianza kuyayuka taratibu, na badala yake alishikwa na uchungu mkubwa sana. Saa 1 kasoro ndio muda ambao Tausi aliamua kuchukua beseni yake tayari kuelekea nyumbani, lakini ile anaanza kuondoka tu kasikia sauti ikimwita toka mbali, dada mkarimu, mwenye kijana anaomba umsubiri, anahitaji muda wako. Ilikuwa sauti ya upole toka nyuma yake. Hapo moyo wa Tausi ukachanua kwa furaha, huku tabasamu mwanana likichanua usoni mwake. Tausi akageuka na kutizama yule mwongeaji. Alikuwa ni kijana ambaye yeye binafsi anamfahamu kwa sura, lakini hakuwa anamfahamu kwa jina. Ni mmoja wa rafiki zake kijana yule wa kiume ambaye alikuwa anakuja kwa kuimba. Kumbe mmerudi, mimi nilidhania hamjarudi, alisema Tausi kwa uchangamfu, huku anashusha beseni lake toka kichwani na kuliweka chini. Tumerudi salama, kipindi chote cha safari tulikuwa tunakuwaza wewe tu, alijibu yule kijana huku anahema juu kutokana na mbio. Kama ungesikia kwa haraka ungesema anatania, lakini kama ungemtizama vizuri ungejua kuwa kijana huyo hakuwa na utani hata kidogo. Dakika chache baadaye Tausi aliweza kumwona mwenye kijana akija taratibu, ameongozana na yule mwenzao wa kike ambaye licha kuwa mzuri kiasi pia alikuwa mrembo. Amevaa vizuri na amejipamba kwa vitu vya thamani. Kwa kweli lazima ungejiuliza kwa nini huyu kijana ameamua kumfuata Tausi, msichana ambaye asingeweza hata kujionyesha kwa watu kuwa ni mpenzi wake, akimwacha huyu mwanamke ambaye anaongozana naye. Mwenye kijana na yule binti walipofika pale walipokuwepo akina Tausi, Tausi akamtizama kijana na macho ya Tausi na yule kijana yakagongana. Watu wakatabasamu huku wakikopesha sura zao kwa nyuso za aibu, huku akicheka. Salamu, mwanamke mkarimu, alisema yule kijana, huku yeye pamoja na wenzake wakiinamisha vichwa vyao. Tausi hakushangaa salamu ya namna hii ambayo vijana hawa siku zote wamekuwa wakiitumia. Salamu mwenye kijana, alisema Tausi, ambaye hakuwa analijua jina la kijana huyo. Zaidi ya hivyo alipomwita huku anacheka. Kama ilivyo kawaida, wakanunua bagia zilizobakia ambazo zilikuwa 10, huku wakitoa fedha nyingi zaidi kwa bagia zile za shilingi 10 kwa ujumla wake. Wao walitoa shilingi 400, lakini zile pesa zingine bado ninazo, alisema Tausi huku akirudisha noti moja ya shilingi 200.
Hapana mwanamke mkarimu, unapaswa kujiwekea akiba, alisema mwenye kijana kabla hajawatizama wenzake na kuwapa ishara kuwa wawapishe, na wakasogea pembeni. Lakini licha ya wenzao kusogea pembeni, mwenye kijana na Tausi wakawa wanatazamana na kutabasamu tu. Wakati mwingine wakiishia kucheka, wakishindwa kuongea lolote. Wote wawili walionekana na aibu mpaka mwenye kijana alipojitutumua, mwanamke mkarimu, ningependa kujua hali yako, maana toka siku ile sijakuona tena, alisema mwenye kijana kwa sauti yake tulivu na ya upole. Mwenzio nimeshapona, ila nilifinywa, alisema Tausi kwa uchangamfu. Kwa hiyo umeshapona? Mwenye kijana aliuliza, na hapo Tausi akatizama chini na huku anachora ardhi kwa kidole gumba chake cha mguu wa kulia. Ndio, alijibu kwa sauti ya chini nyembamba iliyoshiba aibu, huku akiongezea kwa kichwa, leo nimekuja na dawa nzuri sana kwa ajili ya kuondoa maumivu kama yale, alisema mwenye kijana huku naye akicheka kiume. Kwa hiyo tukifanya sitaumia tena? Tausi aliuliza kwa sauti ile ya mwanzo, huku ametazama chini. Anaendelea kuchora. Tena utasikia utamu sio kifani, alisisitiza mwenye kijana. Basi tuwai, nisije kuchelewa sana, nitachapwa nyumbani, alisisitiza Tausi. Baada ya kuambiwa leo atasikia utamu. Na ikawa hivyo, wakaelekea kichakani pale kwa siku ya kwanza. Ile kufika Tausi akatandika ile nguo yake kuku na kujilaza, huku akipandisha gauni lake mpaka juu ya matiti yake. Leo umevaa chupi nzuri, alisifia mwenye kijana ambaye alipiga magoti mbele ya Tausi na kuikamata ile chupi mpya ya Tausi na kuishusha akiitolea miguuni, huku Tausi akiidaka na kuishika mkononi. Mwenye kijana akashusha suruali yake na kupandisha juu kanzu lake lilokuwa linaonekana liking'aa usiku ule kwa nakshi za thamani zilizowekwa kwenye nguo ile. Baada ya hapo, kijana akaingiza mkono kwenye mfuko wa suruali yake na kupekua, kisha akaibuka na kichupa fulani kidogo, akakifungua na kukiwekea mkononi mwake vimaji kama mafuta vilivyokuwepo ndani yake na kuanza kumpakaza Tausi kwenye kitumbo chake. Hapo Tausi akaanza kuhisi yale mafuta ikimletea joto fulani ambalo nilimtekenya na kuzidi kumpa hamu ya kufanya mapenzi. Ile wakati kijana anapitisha mkono wake juu ya kitumbua na kukisugua kikunde, hapo Tausi akatamani dudu iingie na kufanya kazi yake. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa mapenzi haya yaliyodumu kwa mwezi 1.5, huku kila siku mambo yakiwa ni kama hivyo. Yaani mida ya jioni ndio mida ambayo Tausi alikuwa anakutana na mpenzi wake na kupeana dudu, na kitu hicho kilionekana wote wamenogewa na mchezo ule. Ni kwamba hawakuruhusu zipite siku 3 bila kupeana dudu, na hawakuweza kuacha hata siku moja kuonana. Walizoeana kiasi cha kutokuoneana aibu, ila kitu ambacho hakikubadilika ni kwamba wawili hawa penzi lao lilikuwa ni la siri kubwa sana. Walioweza kufahamu ni wale wenzake na mwenye kijana pekee. Tausi aliweza kumweleza mpenzi wake mateso anayoyapata kwa shangazi yake ambaye alimtoa kwao kwa kisingizio cha kuja kumsomesha, na mwisho amekuja kuuza bagia. Tausi alieleza kila kitu, ikiwa ni pamoja na kipigo anachokipata toka kwa shangazi yake na binamu yake Patricia. Usijali, wiki ijayo mimi namaliza chuo, nitakwenda nyumbani kufanya utaratibu wa kuja kukuchukua na ukawe mke wangu, alisema kijana yule ambaye alionekana wazi kwa uongo kwake ni kitu ambacho hakipo kabisa. Maneno hayo yalizidi kumfariji Tausi, huku akiendelea kumpenda mpenzi wake ambaye alikuwa anamfahamu kwa jina la mwenye kijana. Mambo yalibadilika asubuhi ya siku ya mahafali ya wanafunzi wa chuo cha walimu na uongozi wa jamii ambao walikuwa wanamaliza masomo katika chuo hiki. Ni siku ambayo mida ya saa 7 mchana, wakati Tausi anamalizia kukaanga bagia, huko binamu yake Patricia akiwa ndani anasukwa na mama yake kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kwenye disco ambalo lingechezwa usiku wa siku hiyo.
Ukweli, toka jana Tausi alikuwa anahisi tumbo lake linavurugika kwa kichefuchefu, huku mate yakimjaa mdomoni na kuzunguka nyuma ya nyumba kwenda kuyatema. Lakini mida hii akiwa jikoni anamalizia kutoa bagia za mwisho, ghafla akahisi kutapika. Ile anajitahidi kuzuia ikashindikana. Akakimbilia nje na kwenda kutapika, akizunguka nyuma ya nyumba yao. Ile anamaliza kutapika akahisi kuna mtu nyuma yake. Kabla hajageuka kumtizama, akasikia akiulizwa, "Wewe Tausi, unaumwa?" Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu hii mpya kabisa, kisa chetu cha binti Tausi. Ama unaweza kaita umekosea, lakini ni tamu. Tukutane hapo kesho kwa ajili ya sehemu ya pili ya simulizi hii ambayo ni nzuri kweli kweli. Nikuombe tu, kama bado hujawa mwanachama wa Light Simulizi, bonyeza neno limeandikwa subscribe, lakini pia alama ya kengele. Tukutane hapo kesho tujue, je, Tausi atajibu nini? Maana kashaanza kutema mate huko, sijui nini kitajiri. Asante kwa kuchagua Light Simulizi. Love you so much.